Baadhi yetu huona na hufikiria eti kwa kuwa kamuasi sana Mwenyezi Mungu, basi Mungu hawezi kumjibu maombi yake. Eti kwa sababu alifanya sana maasi, basi Mungu hawezi kumjibu maombi yake. Kuna baadhi ya watu wanalalamika ya kuwa, ustadhi, mimi Mungu hawezi kunisikia dua zangu, nimeshaomba sehemu nyingi sana, nimeshakwenda kwa mashehe wengi sana, mimi mwenyewe nimeshajitahidi, uradi mbalimbali nafanya, lakini Mungu hajanijibu maombi yangu. Ninafikiri huenda kwa sababu mimi nilimwasi Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Eti huenda aliwahi labda kufanya zinaa, aliwahi labda huenda kufanya kabair, yale maasi makubwa na maasi mazito. Ndugu yangu Muislamu, sikiza nikwambie kitu kimoja, mahma kana dhunubu, vyovyote zitakavyokuwa dhambi zako, Mungu yuko tofauti na unavyofikiria. Wallahi nakuapia, siyasemi haya kuwa na kuruhusu ama na kuchochea ukafanya maasi, la hasha. Wala yardha liibadihi alkufr, Allah haridhi waja wake kumkufuru, wala Allah haridhi waja wake kumwasi. Lakini ewe ambaye tayari umekwisha kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ewe ambaye unajijua una madhambi kemkem, ndugu yangu, ewe ambaye unajijua umeshamkosea Mungu, wallahi usikate tamaa kwa madhambi yako. Eti usijione wekisha ulizini sana, uliwahi kufanya ushirikina nyuma sana, umedhulumu watu, ukafanya machafu mbalimbali, ukajiona eti wewe umekata tamaa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi unavyofikiria wewe na Mola wako ni vitu viwili tofauti kabisa. Wewe unafikiria kuwa Allah hakutaki, lakini Allah anakusubiria muda gani utakaorudi kwake. Usiangalie madhambi yako uliyoyatenda, ndugu yangu Muislamu, wala usiangalie makosa uliyoyatenda ukamhukumu Allah kuwa hawezi kukujibu maombi yako, hawezi kukukubalia maombi unayoyaomba eti kwa sababu ulimuasi sana. Wallahi Allah anakutaka urudi kwake. Qul li ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, ewe Muhammad, sema na waja wangu waliofanya israfu ya nafsi zao. Israfu ni nini, ndugu yangu? Ni matumizi mabaya, yani wametumia neema zangu vibaya, wameniasi sana, wamefanya maasi mengi, wamefanya maasi mazito. Ndugu yangu Muislamu, wewe pamoja na maasi yote uliyoyafanya, haujawahi kusiku ukasimama ukawaita watu ukawaambia ana rabbukumul a'la, mimi ndio Mola wenu mkuu. Lakini Firauni alisimama na kusema mimi ni Mola wenu mkuu, lakini wallahi nawapieni, bado Mungu alikuwa yuko tayari kumsamehe Firauni.